Hivi ni kweli kuwa Katoliki tumefikia huku? Ni kweli kwamba Watanzania tumefikia hali hii ya kuhitaji kugombanishwa kwa sababu ya dini? Ni kweli kwamba tumesahau asili na tamaduni za Kitanzania? Ni kweli kuwa tumesahau kuwa Tanzania ni nchi ya amani? Hayo yote tumefumbia macho. Tunaamua sasa kuivuruga amani kwa kutumia mlango wa kidini. Hiki kitu si sawa, na kama wapo wanaotengeneza michezo hii hawatafanikiwa kwa Tanzania. Biashara tunamfahamu dada Lucy Anthony ambaye alipeleka yeye pamoja na wenzake mashtaka Padre Kitima pamoja na Askofu Ruwa'ichi katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Leo hii anadai kavamiwa, kapigwa na watu wasiojulikana. Anasema baada ya kwenda katika ubalozi wa Vatican, baada ya hapo nilianza kupokea simu za vitisho kwa watu wengine nikiwa na wafahamu na wengine siwafahamu. Namba zilikuwa nyingi zinapigwa. Baada ya hapo siku ya Jumatano tarehe 6 natoka nyumbani kwangu, nilivamiwa na watu 4 ambao siwafahamu na kunishambulia kama hivi mnavyoniona. Nimepigwa siku ya Jumatano muda wa saa 5 na asubuhi. Kinachosikitisha zaidi ni kwamba hawa watu wanaodai kwamba walimvamia na kumpiga walimwambia hivi. Jambo kubwa walichukua na kidai kwamba wanasema wewe unajifanya msemaji wa serikali, wewe unajifanya chawa wa serikali, wewe unajifanya serikali na kutumia kwenda ubalozi wa Vatican. Wewe una mamlaka gani kwenda ubalozi wa Vatican? Wewe ni mtu wa serikali? Wewe ni msemaji wa serikali? Kama kuna viongozi wanaongea lugha ambazo hazipendezi kiimani yao, wewe ni msemaji wa kanisa mpaka uende huko? Ndio maneno ambayo alikuwa anayatamka hayo. Nikiwa kama Mkatoliki na raia wa nchi ya Tanzania, naguswa sana na taarifa zozote za uvunjifu wa amani na usalama kwa mtu yeyote. Kwa namna pekee, dada Lucy Anthony Michael, nakupa pole sana. Imani yetu ya Kikatoliki inafundisha kuthamini uhai na usalama wa kila binadamu bila kujali tofauti zao za kimitazamo. Tunatoa pole kwa changamoto yoyote ya kiusalama aliyoipata, kwani vurugu si sehemu ya utamaduni wetu Kikristo wala Kitanzania. Wakati tunasikitika na taarifa hizo, ni vyema tukatafakari kwa kina. Kanisa Katoliki nchini Tanzania lina historia ndefu ya kufuata misingi ya amani, upendo na uvumilivu. Ni jambo linalozua maswali mengi na mashaka kuona shutuma hizi zinaelekezwa kwa upande mmoja kwa haraka, huku taratibu za kisheria zikiwa bado hazijatoa majibu. Kanisa halijawahi kuwa na utamaduni wa kutuma vikundi visivyojulikana au vitisho. Silaha ya kanisa imekuwa sala na neno la Mungu daima. Je, inawezekana kuna watu wenye nia ovu wanaotaka kulichafua kanisa na kuleta ufa kati ya waamini, viongozi wa dini na serikali? Tunaamini jeshi letu la polisi na vyombo vyote vya usalama nchini Tanzania kwa weledi wao watatupatia majibu sahihi. Na tunatoa rai kwa vyombo hivi kufuatilia kwa kina na kwa ukweli wa kisayansi juu ya jambo hili. Ni muhimu kubaini ukweli wa mashambulio hayo, chanzo chake, watu waliohusika, ili haki itendeke. Tunatamani kuona ukweli unajidhihirisha, ikiwa ni pamoja na kubaini kama kuna mchezo wowote wa hila unaolenga kutengeneza taharuki ama propaganda dhidi ya viongozi wetu wa kanisa. Tunawaomba waamini wote na Watanzania wote kwa ujumla kubaki watulivu. Tusichukue hatua mkononi wala tusijihusishe na mijadala ya kashfa mtandaoni. Tunangoja kwa matumaini makubwa majibu ya uchunguzi wa vyombo husika, tukiamini kuwa ukweli utatuweka huru. Tuendelee kuliombea taifa letu la Tanzania haki na amani, na kuliombea kanisa letu libaki kuwa nuru ya ukweli bila kuruhusu hila za watu wachache zivuruge umoja wetu na serikali. Tukumbuke, kabla tujala misingi yoyote ya kiimani, ya kidini, utofauti wa kimadhehebu, tulikuwa Tanzania. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.